Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza kikao maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi kilichofanyika jijini Dar es Salaam. Hatua hiyo inajiri wakati shughuli za kisiasa nchini Tanzania zikiendelea kufuatiliwa kwa karibu sana na wananchi pamoja na wadau mbalimbali. Kikao hicho cha ngazi ya juu kimekutanisha viongozi mbalimbali wa chama hicho tawala kwa ajili ya kufanya mashauriano na majadiliano ya ndani. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ameongoza kikao hicho maalum leo Jumatatu Agosti 26 mwaka wa 2026. Mkutano huo unahusu tathmini ya kina ya mwenendo wa chama pamoja na utekelezaji wa mipango na mikakati mbalimbali ya kiutawala. Chama cha Mapinduzi kimekuwa kikitumia vikao vyake vya kikatiba kama majukwaa makuu ya kufanyia tathmini ya maamuzi yake. Mwenyekiti wa CCM Samia Suluhu Hassan anatimiza jukumu lake la kikatiba la kuongoza vikao vya juu vya kusimamia maamuzi. Uwepo wa viongozi mbalimbali wa chama katika ukumbi huo unaonyesha uzito wa kikao hicho katika mfumo wa uongozi. Shughuli hii ya kisiasa inatazamwa kama hatua muhimu katika kuweka mwelekeo wa uongozi wa chama hicho tawala. Jambo linalozungumzwa kwa sasa ni kufanyika kwa kikao hiki maalum cha kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kikao hiki kinaguza mfumo nzima wa uongozi wa Chama cha Mapinduzi pamoja na serikali inayoongozwa na chama hicho. Mkutano huu unakuja muda mchache baada ya Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Balozi Emmanuel Nchimbi kujiuzulu rasmi kwa nafasi yake, na hivyo basi kupeana siku 14 kabla ya hitimisho rasmi kujiondoa na kustaafu siasa za Tanzania. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ndiye aliyekuwa mwenyeji na kiongozi mkuu wa majadiliano hayo. Mjadala huu unalenga kutathmini namna chama kitavyotekeleza mipango yake iliyowekwa kwa mujibu wa katiba na taratibu baada ya kuondoka kwa makamu wa rais. Kamati kuu ni miongoni mwa vyombo vikuu na muhimu vinavyofanya maamuzi mazito na ya mfumo wa CCM. Taarifa inaonyesha kuwa majadiliano hayo yamehusisha tathmini ya kina ya changamoto na fursa zilizopo baada ya kuondoka kwa aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi waliokusanyika wametumia fursa hiyo kuweka mikakati mipya ya kuimarisha shughuli za chama na kujaza nafasi ambayo imeachwa wazi na Daktari Emmanuel Nchimbi. Mkutano huu unalenga kuhakikisha kuwa mshikamano na ufanisi ndani ya chama unadumishwa kwa kiwango cha juu. Kila mjumbe aliyehudhuria ameshikilia na ameshiriki katika kutoa maoni ya ushauri kuhusu mwelekeo wa chama kwa ujumla. Umuhimu wa kuripoti jambo hili unatokana na ukweli kwamba kikao hiki kinafanyika katika kipindi cha ufuatiliaji mkubwa wa kisiasa. Wananchi pamoja na wadau wa siasa nchini Tanzania wanaangazia kwa karibu hatua zinazochukuliwa na viongozi hawa. Kwanza, mwenyekiti wa CCM Daktari Samia Suluhu Hassan akiongoza jahazi hilo wakati ambapo kila uamuzi au matokeo ya moja kwa moja unatokana na uamuzi wake. Taarifa yote inayotoka kwenye kikao hiki maalum ina uwezo mkubwa wa kutoa mwelekeo mpya wa kisiasa nchini. Msikilizaji anapaswa kufahamu kuwa maamuzi ya kamati kuu ya CCM huathiri pia utendaji wa serikali na jamii, hasa wakati huu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anazidi kujikuna kichwa katika kile ambacho kinatazamwa na macho yote wa Tanzania kuona ni nani atakayerithi nafasi ambayo imeachwa wazi na aliyekuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Emmanuel Nchimbi. Kuondoka kwake kumeleta vilevile
mtazamo mpana na maswali mengi kuhusu kile ambacho kilichofanyika hadi Daktari Nchimbi kujiuzulu rasmi na kuondokea nafasi ya pili kuu katika uongozi wa taifa la Tanzania na vilevile kustaafu rasmi katika ulingo wa siasa, ambaye kwa Watanzania wengi Daktari Emmanuel Nchimbi amekuwa nguzo muhimu katika kujenga na kuilinda matukio na habari za wananchi katika Chama cha Mapinduzi CCM. Mfululizo wa matukio yaliyopelekea kufanyika kwa kikao hiki unatokana na utaratibu wa kikatiba wa Chama cha Mapinduzi. Chama hicho kimekuwa kikitumia vikao vyake vya kikatiba kutathmini uwekezaji na utekelezaji wa maamuzi yaliyopita na kujadili changamoto. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ameitisha kikao hiki ili kutimiza matakwa ya kiutendaji na kutafuta suluhisho kwa majina ambayo tayari yameanza kutajwa kuwa ya mapendekezo ya wale watakaomrithi makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mfumo wa CCM unataka kamati kuu kukutana mara kwa mara kufanya mashauriano kuhusu masuala mbalimbali, na kwa sasa swali ambalo lipo mezani ni kujadili na kutoa majibu kwa yule atakayemrithi makamu wa rais Daktari Emmanuel Nchimbi. Kwa sasa tukio halisi lililotokea ni mwenyekiti wa CCM Samia Suluhu Hassan kuongoza kikao maalum cha kamati kuu jijini Dar es Salaam. Viongozi mbalimbali wa ngazi ya Chama cha Mapinduzi walihudhuria na kushiriki kikamilifu katika mkutano huo, iwapo na Rais Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alisimama na kusimamia majadiliano yote yaliyokuwa yakifanyika ukumbini. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan ana jukumu la kimsingi la kusimamia utekelezaji wa maamuzi. Katika kikao hiki, Daktari Samia Suluhu Hassan ameonyesha uwezo wake wa kuunganisha viongozi wa juu wa chama katika meza moja. Hata hivyo, swala ambalo limekuwa mezani ni kuona kwamba ni vipi watakuwa wanasonga mbele baada ya kuondoka kwa makamu wa rais. Swali nyingine ambalo wengi wanajikuna kichwa, kila ambacho zaidi wanaamini kilijadiliwa kwenye mkutano huo ni sababu za Emmanuel Nchimbi kujiuzulu na kuondokea siasa za Tanzania kikamilifu. Wengi wameitazama mkutano ya leo kama mkutano ulioitishwa kwa dharura ili kujadili mustakabali wa Chama cha Mapinduzi na kuona kwamba chama hicho kimeendelea mbele hata baada ya kuondokewa kwa muhimu ambaye amejenga chama kwa zaidi ya miongo miwili. Emmanuel Nchimbi anaondoka wakati siasa za Tanzania zinazidi kupamba moto, na swala ambalo limekuwa likijirudia mara kwa mara ni ya mazungumzo ya katiba mpya. Na hivi karibuni, kabla ya kuondoka kwenye nafasi ya umakamu, Emmanuel Nchimbi anazungumza na kuwataka Watanzania kujipigania kupatikana kwa katiba mpya, sehemu ambayo wengi wanatathmini ilikuwa ni moja ya ajenda ya majadiliano yaliyokuwa yakijadiliwa na kamati kuu ya utendaji ya Chama cha Mapinduzi.